Yes, hatimaye tena basi ni katika sehemu safi ya pili ya tumebomba sana hapa. Wasema the anti-pilot and the chosen one. Kumbuka hapa picha unaipata katika mfumo wa WhatsApp tu. Bonga na namba 0686414059 na hapo itakuwa kizazi zaidi, utaendelea kupata burudani bomba zaidi. Lakini kumbuka inapigwa kwenye kitengo. Haita kitengo sio. Basi acha tusonge na sehemu ya pili baada ya kutamba sana, yani kuamba na sehemu ya kwanza. Hebu tujue hatima ya mkali wa kufahamika kwa jina la Ganchol na mamba wa kufahamika kwa jina la Gapyun, bila kumsahau bibi Yole. Hebu tunge pale ambapo tulikuwa tumeishia katika sehemu safi iliyopita pa. Wasema upande wa pili kuna bwana mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Sangsong. Alikuwa akipiga panga na kijana wake mmoja hivi. Hapa alikuwa ni katika hali ya kujiweka sawa tu zaidi. Lakini bwana mdogo hatimaye alituliza tu. Naomba unatakiwa makini, kwa wakati mwingine sitakuwa na huruma juu ya macho yako ya kiambamba hayo. Lakini bwana akiwa hapa aliletea taarifa na mtu mmoja hivi. Asma Gayung ameonekana akiwa kwa waziri ambaye anafahamika kwa jina Mr. Cho. Na hapa nimekuja nikiwa na taarifa moja ya muhimu sana ambayo nahitaji nikujuze. Basi baada ya kuambiwa taarifa ya bwana, hatujui nini ambacho kilifuata. Lakini upande wa pili kwa mkali, baada ya kurejea katika eneo la kijiji, alifika sehemu ambayo ilikuwa imebeba kumbukumbu yake ya zamani zaidi. Na akiwa katika ile eneo pia binti wa kufahamika kwa jina hiyo aliweza kufika na alimwambia nisha kwa ili ya kwamba mimi nitarudi kurejea kwa ajili yako. Na sasa hiyo yuko tayari kwenda pamoja na mimi. Binti ni nini angeweza kujibu juu ya mkali ambaye anafahamika kwa jina la Gapyun? Yeye alikuwa anacha kusema zaidi ya kusema ndio baba la papa. Rafiki, itakuwa sawa tukizidi kusonga pamoja zaidi. Hii picha ni kali mno. Basi alikuwa ni safari ka binti pamoja na mkali wakiwa katika jitihada za kuhakikisha wanatafuta dawa moja ambayo mwamba aliambiwa peleke na mfalme kule, pamoja na bibi ya kufahamika kwa jina Yoli. Na mwamba kazi yake ilikuwa ni kuja kutafuta dawa ambayo ingeweza kumtibu binti ambaye ana shida katika jumba la kifalme kule. Sasa wakiwa katika eneo la misitu, kumbe mkali kwa wakati huu bado mguu wake ulikuwa na shida sana. Basi baada ya kuweza kudondoka, bibi alijisikia vibaya, hivyo alikuwa anahitaji ampatie huduma ya kwanza, na hii inamfanya mkali asiweze kusonga mbele zaidi, kwa ni sehemu ambayo anaenda ibakiza umbali mfupi tu, hivyo bibi ndio mtu pekee ambaye anaweza kumalizia kile ambacho kimesalia. Basi bibi anasema kwa sababu unaonekana hujakaa sawa zaidi, lazima tuhakikishe tunakimaliza kile ambacho tumekianza. Basi bibi aliweza kumwaga mwamba ya kusema kwamba atachukua muda anaenda kuitafuta hiyo dawa, na mkute mwamba akiwa ametulia. Hasa upande wa pili kwa bibi akiwa anahangaika zaidi, na anahisi ya kwamba vyote vinasababishwa na mkali wa kufahamika kwa jina la Ganchol. Yeye kwamba ndo anasababisha ugumu wa maisha ya binti. Na binti anasema ni takriban miaka 13 bado amekiwa kufuatiliwa na mnyama huyo hapa. Sasa mwamba akiwa ametulia katika ile eneo, anasema samani hiyo le. Unaambia kuna kikosi ambacho kiliingia cha mkali wa kufahamika kwa jina la Singsang. Huyo ni waziri katika jumba la kifalme, na huwa yeye na bwana mdogo hapatani kabisa. Baada ya kumkuta bwana mdogo akiwa katika ile eneo, alihitaji kujua ni nini ambacho kilimfanya aende kukutana na mzee wa kufahamika kwa jina la Choi Won-yu. Lakini kwa sababu bwana mdogo aligundua endapo atasema ukweli itamletea kizaazaa, aliamua kumdanganya tu mwamba ya kwamba sisi tulikuwa tuna mpango wa kuhakikisha tunakokea sumu Mr. Kwang Sang. Lengo lake tu mwamba apate hasira na aweze kummaliza, na kweli mwamba aliweza kupata hasira na kummaliza mkali huyo. Lakini kwamba na mdogo alikuwa anahitaji kuyalinda maisha ya bibi, kwani endapo angesema mambo yangekuwa magumu zaidi. Basi baada ya kuhakikisha amemua mtu huyo, alisema kisheni mnaficha kila kitu, na hiki kifahamike ya kwamba Chon Won-yuk ndo aliyemua bwana mdogo huyo hapa. Sasa wakiwa wanarejea na ule mwili kwenda kutupa katika eneo moja hivi, bwana kufahamika kwa jina la Ganchol alichofanya, alihitaji kuposesi mwili, yani kuingia ndani ya mwili kwa kutumia nafsi yake. Na baada ya kweli alifanikiwa kuingia katika mwili wa mtu, na bwana mdogo aliweza kuamka. Lakini ukimwangalia katika eneo lake la shingo hapo, utaweza kuona kuna alama moja hivi ambayo ni alama ile ya dragon, ule wa mwanzo kabisa wa picha. Yaani kwamba tena kwa sasa hizi sio binadamu.
Asema ni malango ya kwanza kuhakikisha na uongoza mwili wa binadamu, na hii imechukua muda mrefu zaidi. Basi Mwamba alipotaka kujaribu aliweza kukutana na kipigo kikali sana, na baadaye Mwamba aliweza kurotuiza. Sasa upande wa pili kwa binti, baada ya kutafuta kwa muda mrefu hiyo dawa ambayo alikuwa anaitafuta, aliweza kuikuta katika eneo moja, hivyo alihitaji kuitunza vyema tayari kwa kuelekea kuianza hiyo sehemu. Aliweza kuhisi kitu kimoja ambacho kinawezekana kilikuwa ni kibaya sana. Kumbuka binti ana chembe za kishamani. Hapa alimuona Mwamba akirejea akiwa anachuruzika damu tu, na kwa sasa hali yake hajakaa sawa zaidi. Lakini pia upande wa pili kuna mtu mwenye ufanano wa mwili wa ule Mwamba. Kumbuka huyo ni Gancholi sasa, ambaye amechukua nafsi ya bwana mdogo. Hasa Bea anashangaa ni mtu mbili ndani ya track moja. Sasa nini? Asema hatimaye Gancholi ameweza kuposesi kutengeneza nafasi ya kutumia mwili wa Gap. Aambia tafadhali usizogelee. Sasa Mwamba alichofanya ni kukitupa kile kiilizi mbali zaidi. Na hapo alikuwa anahitaji kumweleza bibia ya kwamba yeye sio mtu ambaye amefanya mauaji, lakini bibia alikuwa anaamini ya kwamba huyu Mwamba ndo amefanya mauaji. Asema hata kama utanifikiria kwa ubaya kiasi gani, lakini kwa wakati huu sijatenda kitu kibaya. Huyo mtu ameuawa na watu wengine tu. Na mwanaume anashangaa, anasema na kwaje mtu anaweza kuchukua mwili wangu? Sasa ikumbuka hiyo ni nafsi ambayo kwa sasa inambamba na imeisha poteza mwili. Lakini mwanaume Gancholi anasema hiyo haitachukua muda kiasi hicho. Kwa saizi nitahitaji kumaliza kile ambacho nimekianza. Sasa binti anawahi kwenda kuchukua lile jiwe ambalo ni kama ilizi. Sasa kumbuka Gancholi alikuwa amelipiga mbali sana na upanga. Akiona Mwamba akatuma kimbola ya upepo. Sasa ile ilizi ikaweza kudondoka chini. Ambia sasa nini ambacho unahitaji kufanya kwa wakati huu? Ile katika michezo ya kupana mara binti akacheza kidogo akawa anaelekea chini kabisa katika eneo la korongo. Mwanaume aliamua kushika naye, na Mwamba anafika na kanafsi kake anaita Yoli. Lakini kwa sasa haisaidii kwa sababu binti tayari ameshaenda chini hapo. Bado kumbuka bado tunasonga na chuma moja bomba sana hapa. Tunaunganisha hapo. Wasema baada ya muda kidogo binti alijikuta ameingia katika jumba la kifalme. Na hapa baada ya kuamka aliweza kumuuliza kijakazi ya kwamba yuko wapi. Lakini kijakazi alimpatia ahadi ya kwamba kwa sasa yuko katika jumba la kifalme. Bibeta la bintibu alihitaji kwenda kumwona mkali. Asema haiwezekani na hiki chote na hisi kimesababishwa na mimi. Ila wala bibie kwa wakati huu sasa anajilaumu sana kwamba ndo amesababisha kila kitu ambacho kimetokea. Yeye anamuita Master Gap. Basi kuchukua muda mfalme naye alikuja kwa ajili ya kumuona kijana wake. Lakini pia aliomba mwongozo wa nini ambacho kimetokea kwa bwana mdogo. Lakini adai kwamba aliweza kurushwa, walimkuta katika maeneo ya chini kabisa akiwa anaonekana amejeuliwa na panga. Lakini hata hivyo mfalme aliuliza kwamba inakuwaje walishindwa kumwekea usalama mtu huyo. Na baadaye bibi aliweza kufikiria kitu ambacho aliambiwa na mkali ya kwamba huenda kinaweza ikawa na ukali ya kwamba ya kweli ya kwamba mkali wa kufahamika kwa jina Gancholi kuweza kumuua mtu huyo. Mfalme sema anachohitaji ni kuhakikisha huyu mtu anakuwa katika hali ya usawa. Lakini pia alihitaji kupata taarifa za binti zilizomfanya aweze kuingia katika jumba la kifalme. Ili yeye ndo alikuwa amefahamika kwamba alikuwa na huyu Mwamba. Asema ni mtu ambaye anafanya na mambo ya glassmaker, ni mtu ambaye anadili na mambo ya kutengeneza miwani. Hivyo Mwamba alimpa ahadi ya kwamba huko anakokuja anakuja kupiga mchongo katika jumba la kifalme. Lakini upande wa pili kwa Nyabu Mbuyu, Asema sasa inaonekana yule Mwamba ameshaweza kurejesha maisha. Asema yeye anakuaje mtu ameweza kurejesha maisha ili hali tulishammaliza. Sasa unafikiri nini ambacho kitajiri katika sehemu safi inayofuata mzigo bomba sana wapa ambao unafahamika kwa jina la The Haunted Palace. Kumbuka napigwa na Fall DJ hapa kutoka DC Production jumba la burudani pale. Hakikisha mida saa 3 saa 4 hivi unakometani notification yako kwa ajili ya kupata muendelezo wa kazi bomba sana ambazo zinatoka DC Production. Lakini kwa sasa kumbuka hapa picha ina takriban episode 10 ambazo zimetafsiriwa kwa lugha fasaha ya Kiswahili. Kwa unaweza kancheck kwa namba 0686414059 na hapo utaweza kuipata kazi ikiwa katika mikono salama zaidi. Mimi naitwa Fall DJ na tugia DC Production. Asante sana kwa time yako. Lakini pia unazidi kutupa nguvu ya kufanya hiki ambacho tunafanya. Burudani yetu inakutegemea sana mpenzi na mtazamaji wetu wa hizi kazi. Mimi sina mengi sana. Rese chao. Asante sana.